Naam, habari ya wakati huu popote pale ambapo upo hivi sasa. Hii ni Jamii Leo ambapo tunakuletea habari, hoja pamoja na mtazamo ama maoni ya wachangiaji wa mtandao wa Jamii Forums. Mimi naitwa Ramadhan Ngoda. Na mimi ni Hasnali, na habari yetu ya kwanza kutoka huko Geita ambapo vibali vya waganga wa jadi vyasitishwa. Mkuu wa wilaya ya Geita, Mwalimu Herman Kapufi, amesitisha vibali vyote vya waganga wa jadi katika wilaya ya Geita mpaka pale waganga hao watakapoomba vibali upya vitakavyokuwa na mchujo kuanzia ngazi ya kijiji mpaka mkoa. Tunaambiwa matukio ya mauaji ya kishirikina wilayani humo yanaendelea kushamiri ambapo waathirika wakuu ni vikongwe na walinzi. Sambamba na agizo la kusitishwa kwa vibali, pia mkuu wa wilaya ametoa agizo la kufungwa kwa majumba ya starehe yasiyo na vibali vya kukesha ifikapo saa 6 kamili usiku. Naam, ni habari yetu ya kwanza hiyo ambapo maoni zaidi ya 3200, asilimia 74 wamepongeza serikali kuchukua hatua hii, na huku asilimia 26 wametaka zoezi lifanywe kwa ufanisi na liwe la kudumu. Hiyo inatupa fursa ya kwenda kuangalia baadhi ya maoni ya wadau, tukianza naye Chungu Tozo. Anasema kwamba hatua nzuri, waganga wengi ni chanzo cha mifarakano kwenye jamii kwa sababu ni matapeli, wabaki wanaotoa tiba za magonjwa tu na sio ramli. Njita naye anasema Geita kwa ushirikina ni noma, bora mamlaka zimeliona hili wakaze uzi zaidi tu. Njita anatupeleka kwenda kuangalia habari yetu ya pili siku hii leo, na tunarejea hapa jijini Dar es Salaam ambapo bomoa yazua taharuki Pugu. Naam, zaidi ya mabanda 30 ya wafanyabiashara wa eneo la Pugu Bombani yamebomolewa majira ya usiku wa saa 9:30 kuamkia leo kufuatia mgogoro wa muda mrefu kuhusu umiliki wa eneo hilo. Kitu kimefanyika saa 9 usiku, nakuja asubuhi unakuta. Hali hiyo imeacha vilio kwa wananchi wa eneo hilo ambao wameathirika na uamuzi huo. Katika takwimu, maoni 15600, asilimia 55 wametaka serikali kutumia busara kwenye maamuzi yanayoathiri watu, na huko asilimia 45 wameona ni sahihi kama sheria imezingatiwa. Hapo tukaangalia baadhi ya maoni ya wadau ambapo Ara Mbuna anasema kwamba inasikitisha sana, yani kila siku wanyonge ndio wanaumia. Sijui hii serikali inasaidia wanyonge wa aina gani, au ndio inawatengeneza wanyonge ili ije kuwasaidia vizuri zaidi? Hatuelewi. Karne naye anasema kama ni amri ya mahakama na taratibu zilifuatwa, unyonge wao sio excuse. Ndivyo asemavyo yeye. Tulekea sasa katika hoja ambayo leo inahusu afya. Madaktari wameonya kuhusu ulaji keki na peremende kazini. Naam, ni hoja hiyo ambayo inahusu afya. Madaktari wameshtumu utamaduni wa maeneo mbalimbali ya kazi, wakidai kuwa ugawanyaji wa keki na peremende unachangia matatizo ya kiafya. Taarifa hiyo imesema kuwa watu wanapaswa kuacha ulaji wa keki na biskuti kwa sababu vyakula hivyo vinawafanya kunenepa kupita kiasi, mbali na afya mbaya ya kinywa. Wachangiaji zaidi ya 10,100, asilimia 65 wamekubaliana na ukweli huu kuhusu athari za ulaji wa keki na peremende, na huku asilimia 35 nao wameweza kuenda tofauti kinyume. Francis anasema kwamba jana tu nimeng'oa jino langu la mwisho, lile la chini. Ilikuwa ni shughuli pevu, nashukuru Mungu lilitoka. Sili tena ice cream, keki, biskuti wala majuisi ya ajabu. Nimekoma. Na Pilato naye anasema hizo tafiti za uongo, mimi mbona sinenepi sasa? Na kati anataka kunenepa. Mtazamaji, hapo ndipo tunafikia tamati ya Jamii Leo kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Ramadhan Ngoda. Na mimi ni Hasnali, na kila siku usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook, Twitter pamoja na YouTube. Wafanye tu kuandika Jamii Forums, utapata kile ambacho unachokihitaji.